kwa sisi ambao tunafahamu muziki toka kipindi cha Bila Vwem, Banana Zoro. Tukio kubwa kabisa leo ili la kuwaheshimisha watu wa Bongo Flava miaka 30 miaka 30 takriban kwamba mna uenzi muziki wa Bongo Flava. Kwa kweli ulianzia kwenye Bongo Flava, sasa hivi unafanya muziki wa bendi kwa muda mrefu sana. Pengine umepokeaje baada ya kusikia taarifa hizi ambazo founder wa idea ni Madian? Ni jambo zuri na nafikiri unajua kwa jinsi dunia inavyoenda sasa hivi vitu vingi vinahitajika kupigiwa kelele ili viweze kwenda viral katika jamii yote kwa ujumla. Kwa sababu still Bongo Flava ni muziki mzuri, ni muziki ambao unatambulisha na kusimamia sehemu ya utamaduni wa Mtanzania kwa namna fulani, hasa utamaduni wa vijana ambao sisi tumekuwa umetulea sisi wa Bongo Flava, na bado una nafasi ya kwenda kutangaza Kiswahili kimataifa, so it's a good thing. Wazo lenyewe lilivyotoka na idadi ya wanamuziki mliokuwepo, nadhani mtafanya kitu zaidi au labda tutarudi kule kama zamani? Tayari kitu kinafanyika na kimefanyika. Kwanza kama unaona tumekutana na watu wengi, hatujaonana miaka mingi. Kuna watu hapa sijaonana nao inafika miaka hiyo 30 ya Bongo Flava, sijawaona kama Mabaga Fresh, nafikiri sijaonana nao. Tupo hapa Dar es Salaam lakini hatujaonana miaka 30. So kwa kudra zake Mwenyezi Mungu tumeweza kuonana leo tukiwa wazima wa afya, alhamdulillah. Bendi ndo maisha yako, na tumemsikia pale Madi akisema kwamba maandalizi ni wanaoweza kufanya kwa bendi watafanya kwa bendi, na wale wengine watafanya hivyo. Pengine wewe kama mtu wa bendi kwa muda mrefu unawaahidi nini watazamaji? Itakuwa ni kitu kizuri kwa sababu still bado katika developing process. Kwa hiyo still bado kuna meetings zinaendelea za create, wana team nzuri ipo behind kwa ajili ya kufanikisha vitu tunavyovitaka viweze kufanikisha. Kama unajua sisi burudani pia teknolojia imekuwa kubwa, so tutakiwa hapa watu, I believe itakuwa burudani inaendana na nyakati. Nikushukuru sana bwana. Thank you my brother.